Mtazamaji, unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 kwenye mitandao, pia tuko live kwenye mtandao wa YouTube na Facebook, na sasa tunadunda viwanjani. Kaunti 6 za kaskazini mwa bonde la Ufa zimeshuhudia utovu wa usalama unaochangiwa pakubwa na wizi wa mifugo, lakini Benson Moshon, kijana mwenye umri wa miaka 29, ameacha mila hiyo potovu na kukumbatia riadha, na kulingana naye, hatua hiyo ni njia mojawapo ya njia zinazopaswa kutumika kuleta amani katika bonde la Kerio. Benson Moshon anatoka katika familia ya watoto 10 ambao wengi wao wamefariki kutokana na uvamizi ya majangili katika kaunti ya Pokot Magharibi. Wakati nilikuwa kwa hiyo kazi, ilikuwa ngumu kidogo. Ilikuwa ngumu kabisa. Until wakati chief wa area yangu akasema watu waende shule. Hiyo time walikuwa wanashika mtu. Walishika wasasi wakasema watoto waende shule. So nikakuwa among ya watu ambao walisanywa wakaenda shule. Alikuwa mwizi sugu wa mifugo na kwa sasa ni mwanariadha tajika ambaye anafanya mazoezi yake mjini Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Tukaamua kusoma, kungangana, kuingia kidogo msituni, tunarudi tunangangana. Andili mpaka saa hii niko hapa. Anatueleza kuwa alifahamu kuhusu talanta ya kukimbia kama mwanariadha akiwa kwenye harakati za kuiba mifugo. Nilikuwa na self motivation. Wakati nilisoma kidogo, nikangangana. Wakati nilimaliza high school, mwalimu wangu akaniambia wewe jaribu, naona unaweza kimbia. Nikakimbia high school. Sasa wakati nilimaliza high school, ndio nikasema wacha nitafute training, kutrain. Nikakuja huko Kapenguria town kidogo nikangangana hivyo kivyangu. Nikitrain, then nikapata connection, nikakuja hapa Iten. Nikaanza sasa kutrain ile serious training. Niko na hapa mwaka mmoja sasa. Moshon aliwapoteza baba yake na nduguye kwa kupigwa risasi baada ya wao kujihusisha na uhalifu huo. Tuko watu 10. Wengine wako sahi. Walikuwa wameenda. Ya walienda, waliingia kwa hiyo banditry na wakapatwa huko, wakaenda. Hawa ni baadhi ya wanariadha ambao hufanya mazoezi pamoja, na anatueleza kuhusu Moshon. Ni kijana mzuri, amereform fully. Siwezi nikatarajia kwamba atarudi pale penye alikuwa, na naona jitihada zake ni ile ya juu zaidi. Nimeona matokeo yake na mahali ametokea. Ilikuwa ngumu kwake. Hasa mambo na maisha huko kwao ni ngumu sana. Na yeye amejitolea kabisa, naona anang'ang'ana kwa mazoezi. Mkufunzi wake ana imani kuwa mwanariadha huyu atawakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa. Moshon tumetrain naye for it's like 1.5 years. Na progress yake is running so high. Ameperform vizuri, na Moshon kwa sababu anaperform ni mtu mwenye ako na heshima, ni mtu anasikia ile maneno ukiambia afanye, na ni mtu ako na talent. Moshon alipata alama ya B katika mtihani wa KCSE na anahimiza vijana kutupilia mbali mila ambayo ilipitwa na wakati na kujihusisha na michezo au kazi nyinginezo. What I can advise them is that there are also other options. There are also other optional areas where you can invest in, such as this. Nikiripotia TV47 michezo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, jina langu ni Fabian Kibet.